sampuli ya juice inakuwa ni kilevi, tuliokuwa watu wengi tunao katika issue ya juice wanashindwa kuziacha. Kwa maana baadaye tunaweza tukalidiscuss hili nini tunatakiwa tufanye alimradi familia zetu tuweze kuwasaidia kuondoka katika hichi kilevi cha juice. Okay, nimkaribishe Bi Khadija alafu nitakukaribisha mama yangu Bi Halima. Bi Khadija, karibu. Asante dokta. Mimi kwanza nashukuru kwa jinsi mafunzo yalivyoniondoa, yani ile kitu ambacho nilikuwa sikifahamu kabisa, kumbe nilikuwa nafanya kimakosa, kwa sababu familia yangu sasa hivi imekuwa mimi ni mwalimu. Nilikuwa na tabia wajukuu zangu wakati wa kula mboga naweka vizuri na ugali naweka, lakini ugali walikuwa na tabia ya kukatika, yani ugali madhali hata upende, lakini ugali ulikuwa haupendi kabisa. Lakini mimi nilikuwa na anasema au malizi wake, lakini mwisho wa yote kumbe najenga tabia ambayo ni mbaya, kwa sababu tangulia hiyo hiyo sasa hivi na miili minene kwa sababu niongeza kiwanga maharage kidogo na wapo wengi ili ugali wa au maharage kula, lakini baada ya kula ugali mdogo kulazimishwa kula yote uliokubali. Sasa ukimwekea chakula ugali hata upende mbaya, na mwisho mmoja tayari karibu mkuu huyo. Kwa hiyo ndio elimu. Na mimi nashukuru sana kwa hii taaluma kwa kweli tulioipata leo. Kwa kweli imetusaidia kufanya assessment, kujitathmini, ukaona kwa nini nilipata sukari pia. Maanake kuna uko nyuma ulikuwa unazungumzia soda, unajua juice zaidi ulikuwa unazungumzia soda. Tukijitazama wengine sio Zanzibar huku, soda si hatunywi sana mpaka unaumwa ndio tunakunywa soda, lakini si utamaduni wetu, ila juice tumeanza kurisirisi katika miaka hii ya katikati hapa, kwambia juice haya tena ndani ya manyumba majuisi lazima. Umeelewa? Kwa hiyo sasa nashukuru kwa hii taaluma kusema kweli. Sasa mimi nataka clarification, nataka maswali farusi zaidi kidogo. Hadija jana alizungumzia kwamba yeye ana changamoto ya fatty liver. Sasa lina mahusiano gani ya fatty liver na hii sukari? Asante, ni hilo. Fatty liver na mahusiano gani na sukari? Haya, kwanza hizo ni changamoto mbili tofauti, lakini kwa kusevu muda tutakuja kulitafuta siku yake. Lakini kwa kusevu muda ama kwa kupa briefly, liver linahifadhi sukari. Liver, yani katika sehemu inayohifadhiwa sukari katika mwili wetu, moja ni katika liver. Na sukari ikihifadhiwa katika liver haihifadhiwi kama ni sukari, inahifadhiwa mfumo wa mafuta. Maanake ikiwa nyingi, maanake ndo unapata hiyo fatty liver. Lakini inshallah tutatafutia siku maalum, tutakuja kuelimishana in detail mpaka inafikia kuwa hatua hiyo. Bila shaka Bi Halima hapa utakuwa umefahamu. Asante, nifahamu very briefly kwa sababu na mimi ile changamoto ya fatty liver nilikuwa nayo, lakini namshukuru Mungu sasa hivi kama imepotea vile. Nataka niangalie ripoti zangu kwa detailed, lakini kama imepotea baada ya juhudi tunazofanya hizi. Inshallah Mwenyezi Mungu azidi baada kuingia katika hii program ya. Kwa hiyo na hisi na meli imeayuka hiyo dini hii mafuta tayari ameshayayuka, lakini nataka niangalie ripoti zangu zaidi nione. Asante sana. Mwenyezi Mungu akuondoshe maradhi yote hayo na mengine. Nimkaribisha dada yangu Madam Evelyn, halafu nitamkaribisha Bi Zarina. Madam Evelyn, karibu. Asante. Unahitaji kuchangia tafadhali nyosha mkono ili tuweze kukupa nafasi kwa sababu muda unatuacha mkono sana. Nzuri dadangu Evelyn. Habari za kwako? Mimi salama. Karibu. Mimi siko sana mbali na Halima mchangiaji aliyopita. Kwanza ninataka tukipata muda, nilikuwa nimejiandaa nikuulize kuhusu fat liver, kwa sababu nimekuwa nikifuatilia mara nyingi watu wenye sukari wanaambiwa na fat liver,
na nilipenda nije niulize ili tueleweshe inakuwaje, tunawezaje kuitoa hiyo fat liver labda kwa kupitia staili zetu za maisha. Lakini mimi kwa ufupi, mimi sukari nimeipata kwa matunda. Mimi sio mnywaji sana wa vilevi wala kitu chochote, lakini nilikuwa naamini kwamba kwa kushindia matunda au kwa kulalia matunda mimi niko salama. Na siku ninapokuwa niko nyumbani kwangu nikinunua tikiti, nilikuwa natengewa bakuli. Mama hali wanga labda hataki hiki lakini nakula mchana bakuli la kutosha. Jioni nakuta nimetunziwa tena nakula. Na mara nyingi nilikuwa nikisafiri na kwepa kula wanga na kimbia kunywa juisi zinazokuwa zimetolewa na matunda. Na baada ya kuonekana na sukari ile Januari, niliweza kupunguza kidogo, sukari yangu ikashuka. Lakini mwezi wa 5 wa 6 sisi kila mwaka lazima watu tunakuwa Zanzibar kwenye hoteli zile za kule ndani huko wanaitaga sio shambani huko. Kwa hiyo kule kwa sababu vitu vinakuwa vingi, watu wanajiachia wanakula watakavyo. Nilikuwa muda mwingi nakula ice cream kwa sababu zilikuwepo unachukua tu, yani unachukua tu. Na juisi mbalimbali. Kwa hiyo kwa kuwa nilikuwa situmii kilevi, nilikuwa naishia kula wanga kidogo, nikipata kiu au nikipata nini nina juisi. Nikichoka juisi ninakula ice cream. Asubuhi naweza nikala mayai, nikanywa na chai yenye sukari na ice cream zipo. Na kuna vile vinini vinaitwaga raisins, vinaitwaje vile vikavu vile kwa Kiswahili? Biting gum, Zabibu kavu. vitafunwa. Zabibu kavu. Nilikuwa nachukua nyingi na kula hadi usiku. Nikawa nafanya kama karanga hivi. Kumbe vile vyote ni sukari. Sasa nilipokuja kutoka Zanzibar na sukari yangu ikapanda mwezi wa 6 ikafika 10 na nikaanza kutafakari wapi nimekosea. Kwa sababu mimi sio mpenzi wa soda. Mimi sili wanga wa kutosha labda weekend, lakini misimu ya maembe, nashindia maembe, nitakula usiku tikiti la kutosha. Nikiamka asubuhi kuna ndizi zile wanapika sana wakati wa iftari ule, wakati wa mwezi wa Ramadhani zile sijui ndizi zile za kukaanga. Kwa kuwa mama hali mikate naandaliwa za kutosha na zenyewe zile zina sukari sana. Kwa hiyo kwa ukweli sukari tunaipata kwenye vitu mbalimbali, sio soda tu. Mimi nimepata kwenye matunda, kwenye juisi mbalimbali na vyakula ambavyo vilikuwa vina kiwango kikubwa cha sukari pasipo kujua kwamba ile ni sukari ambayo pia ina athari kwenye miili yetu. Asante. Asante dada yetu Madam Evelyn kwa mchango wako mzuri na kwa kuzidi kutuambia kuwa sio vinywaji tu na kwengine pia ambapo tunaona tuko salama. Asante sana Madam Evelyn kwa hili. Na lile la mwanzo nadhani jibu lilompa Madam Bihalima nadhani limetosheleza, lakini insha Allah tutatafutia siku yake ili tuje tuelekezane kwa kina, Mwenyezi Mungu akipenda. Asante. Okay, tukitoka kwa Bihalima tuende kwa kuna dada alinyosha mkono Zarina. Bila shaka itakuwa network imemtoa. Kama unahitaji kuchangia naomba nyosha mkono wako. Zarina karibu. Zarina bado umenyosha mkono. Karibu. Bila shaka itakuwa amenyosha mkono, bahati mbaya. Tukitoka kwa Zarina, mwingine mwenye swali? Hakuna mwenye swali?